Safi kabisa. Happy Madaraka Day mpenzi mtazamaji kutoka sehemu yoyote ambayo unatazama hii video ukiwa. Leo ni siku kubwa sana. Leo ni siku ambayo Wakenya wameamua kujitokeza kwa wingi sana, na kwa hivyo mwanzo kabisa, kabla hata tuzungumze kuhusu kitu chochote, ningependa kukufahamisha Happy Madaraka Day. Kwa hivyo iwapo pengine hujasikia, hujaambiwa na mtu, leo hapa nimekuambia Happy Madaraka Day mpenzi mtazamaji kutoka pande yoyote ambayo unatazama hii video ukiwa. Ukienda katika mitandao sasa hivi utashangaa, utadua, na hii ni kwa sababu mambo yamefanyika ya ajabu. Mambo yamefanyika ambayo hatujaiweza kuyaona. Kuna kitu kimoja ambacho tunaweza kuzungumza kuhusu, na ni jinsi ambavyo wanapolisi wake William Samoei Ruto wameweza kuwa overpowered, yani wameshindwa nguvu. Na nitakujulisha wameshindwa nguvu aje, nini hasa ambacho kimetokea, na utaweza kupata habari zaidi kuhusu hii hafla ya Madaraka Day ambayo inazidi kufanyika kule pande za Homa Bay County, katika uwanja ambao umetajwa nyuma ya Raila Odinga, uwanja wa Raila Odinga Stadium. Leo inakuwa ni siku ya mwisho ya William Samoei Ruto kuwa pale Nyanza katika hii tour ambayo alikuwa anafanya, ikiwa kwamba ni tour ambayo ilianza 3 days ago. Akafanya pale, akaenda Kisumu, akaenda Homa Bay, pia alitembea Migori, na afu sasa leo ndio siku ambayo anafunga kazi kwa kusherehekea hii hafla ya kitaifa katika kaunti ya Homa Bay. Kwa hivyo kuna mambo ya ajabu sana ambayo yamefanyika, na ni vizuri tuweze kuzungumza kuyahusu, na kwa hivyo ningeomba ukae nami hadi mwisho ili niweze kukupasha, na pia nitakuwa na kujulisha mambo kadhaa ambayo unafaa kufahamu kuhusu hii hafla. Kwa hivyo kwanza, asante sana kwa kujiunga nasi, asante sana kwa kuchukua muda wako na dakika zako kuweza kutazama hii video. Ningependa kukuomba, iwapo pengine we ni mgeni, iwapo pengine hii ni mara yako ya kwanza unatazama video kutoka channel ya Daffy Updates, unaweza ukajiunga nasi kwa kusubscribe katika hii channel. Hapa tunakuletea matangazo ambayo ni latest, well detailed and well explained. Tafadhali jiunge nasi kwa kusubscribe katika hii channel. Number 2, kwa kulike video, and lastly kwa kuweka alama ya notifications ikiwa on. Click the notification icon on, and the simple reason is because when you do that, YouTube will usually always update you whenever we upload a new video. So kwa wote ambao wameweza kufanya hivyo, shukrani sana na Mungu aweze kuwabariki. Asante na karibu. So ukiingia pale katika mtandao wa X, tutapata kitu ambacho kina trend number 1, ni hashtag Madaraka Day 2025. Utapata kwamba Madaraka Day 2025 ina trend number 1, and the simple reason is because today is Madaraka Day. So watu wanaongea sana kuhusu hii Madaraka Day. And also another reason why watu wanaongea sana kuhusu hii Madaraka Day is because there are some unusual things ambazo zimefanyika. For the first time, mtazamaji wangu, uwanja umejaa hata kabla ya viongozi kufika. Uwanja umejaa on a record time. What happened is kufikia jana mida ya midnight, watu walianza kuingia around saa 2. Kufikia mwendo wa 9:30 watu walikuwa shaanza kuforce their way inside. Polisi walijaribu kuwazuilia, lakini wapi, watu walitaka kuingia, wachukue position ya viti, wahakikishe kwamba tukiingia leo sasa kukikucha wako sabamba, wako sawa, wanangoja tu rais. Kanda za video zimekuwa zikitrend katika pande mbalimbali zikionyesha jinsi ambavyo jana usiku watu wamejaa katika uwanja. Uwanja huu I believe unafaa kushikilia watu kama 20,000. Kwa hivyo watu wamejaa, wengine wamelala huko chini kwenye ground. And the simple reason is because wanataka
kuhakikisha kwamba wamefika pale mapema, because watu walikuwa wanajua kwamba lazima watu watajitokeza. So wengi wanauliza itakuwaje now that uwanja ushajaa na ulijaa hata kabla siku yenyewe ifike, because wajua kuna watu ambao wengi wangejitokeza leo. Actually a lot of people are supposed to go during today, yani leo sasa siku ya hafla, but kufikia jana usiku around mwendo wa saa 5 saa 6 uwanja ulikuwa umejaa. Kwa hivyo kutakuwaje? Kuna shida moja ambayo uwanga inatokea katika hafla kama hizi. Yesterday polisi walishindwa nguvu kushikilia wale watu, ndio maana uliona at some videos unaona watu wanaingia mara moja. And if that was yesterday, today watu watajitokeza wengi sana wakitumai kuingia katika ule uwanja, na wakikuja watakuta uwanja ushajaa. And mostly not in one, not in two. Tumeona katika hafla nyingi sana watu ikibidi wanavunja zile entrances and they force their way inside. So watu wengi wanahofia kwamba jambo kama hili linaweza likajitokeza, and this is one of the things that inaaminika inaleta uoga sana, because kitu kama hicho kikitokea uwanga kinaleta hatari kibao, hatari nyingi, because watu wanaweza wakaingia pale, watu ambao wako na lengo mbaya. Ni mahali ambako kumejaa watu, and the moment watu wameanza kuforce their way inside, polisi wameshindwa pengine kufanya ile search yao, unakuta kuna mtu ambaye ataingia pale na silaha. Kuna watu ambao pengine wataanguka, wakanyangwe, stampede ifanyike. Hiyo hapo, mtazamaji wangu, ni kati ya vitu ambavyo uwanga vinaogopwa sana, vinaweza vikafanyika katika hafla kama hizi. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo mostly uwanga linafanyika hata katika michezo ya mpira. Tumeona katika hafla ambazo unapata uwanja umejaa, hadi hapa Kenya katika michezo kama ya Gor Mahia na AFC Leopards, wangu unakuta kwamba iwapo uwanja umejaa watu, ujuangi nguvu inatoka wapi, wanavunja kuta, wanavunja gates. So we really hope everything is going to go okay, because people are going to turn out. Wakati ambapo naika hii video ni mapema, na watu inaaminika watajitokeza, and nobody knows watu watakaa wapi, because uwanja ushajaa. Wajua jana katika zile videos, kuna videos zingine zinaonyesha hata watu wakisafiri kutoka mbali sana wanakuja hapo mwendo wa saa 3. Kuna watu ambao wanasema tushaanza kusafiri, tunaenda Raila Odinga Stadium kwa sababu ya hafla ya Madaraka Day. Kwa hivyo ni story ambayo wengi wanazidi kufuatilia. Nikiangalia kati ya ripoti zangu hapa zinaonyesha lakini watu walijitokeza, and kuna watu ambao wanashindwa how comes watu walijitokeza hivi, because in some videos utaona umati wa watu umelala tu chini kwa sakafu. Unashindwa, ni mwendo wa saa 7 usiku, how comes watu waliamua wasilale kwa wakuje walale kwa uwanja? Kwani wamempenda Ruto namna gani? Kwani wanataka how bad do they want to attend this Madaraka Day? And I really don't know the answer. Watu wengi wanajaribu kuspeculate wamelipwa nini, but ningependa kusikia maoni yako mtazamaji wangu. According to you, according to how you know Kenyans, if it were you, could you have done this? Maybe you are watching this video ukiwa pengine kule ndani, maybe you are among the people ambao waliattend mapema usiku. What motivated watu kama hawa kutoka kwao waende walale chini wasikie baridi just to make sure that wameingia kule ndani kabla ya watu wengine kufika? Watu wengi hawaelewi ile story, like watu kwani wamempenda Ruto namna gani hadi wanajitokeza kwa wingi hivi? Is a question ambayo wengi watazidi kuuliza, sijui watapata jibu, but ningependa kusikia maoni yako pale kwenye comment section. According to you, why do you think watu wamejaa hivi? Why do you think watu wamejitokeza kwa wingi hivi? Eka maoni yako pale kwenye comment section, bila shaka nitakuwa nayapitia. Asante sana kwa kutazama hii video. Nitakuwa narejea vipindi na matangazo zaidi. Kabla ya kuondoka, tafadhali subscribe, like hii video na uweke alama ya notifications ikiwa on. Kuwa na muda na wakati mema. Bye bye.